Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee na nafasi ya ushindi na nafasi ya kibali. Ni asubuhi nyingine ambayo Yesu ametulinda, ametuhifadhi. Watu wa Mungu, napenda kuwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo watu wa Mungu, wamama, wazee, vijana, watoto wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Ni siku nyingine ya baraka, siku nyingine ya neema na siku nyingine ya kibali. Naendelea kwa kuabudu Mungu katika kufunga na kuomba. Nashukuru Mungu kwa ajili tunaendelea kuwa na session ya katika maombi, fasting and prayer. Hii ni kitu ambayo inatutia kibali na inatutia uwezo, na nimeona afadhali tudili na kila spirit, kwa maana Biblia inasema wazi Mungu alituita na akatupaka mafuta, na kama alitupaka mafuta basi tuko na uwezo wa kukataa kila maagano zisifanyike kwa maisha yetu, kwa maana hiyo ndio kitu ya muhimu. Ombi langu ni kwamba lazima tusimame katika kibali ya Bwana, tusimame katika lengo la Mungu, tusimame katika ushindi wa Bwana kwa ajili ya nafasi kubwa ambayo Yesu ametutendea. Na hiyo ndio kitu inatufanya tunakuwa watumwa wa Kristo wenzangu, kwa maana hiyo ni kitu ambayo haiwezi work na haiwezi tutendea kibali. Kitu ya muhimu ni kwamba lazima tukubali Yesu Kristo aingie ndani yetu na afanye makao. Na Yesu akiingia na nenda akifanya makao, kuna vitu vinafanyika vikubwa. Na hiyo ndio ombi langu, natamani Yesu Kristo atutendee. Wakristo pengine huwezi elewa, lakini kuna vitu ambayo shetani anatoka, amekuja na mbinu tofauti sana. Amekuja na mbinu ya divide and rule. Anakuja anatutawanya, alafu baadaye anamiliki kitu. Na hii mbinu ndio ametukujia, ndio naona that's why hatuko katika unity katika prayers. Lazima tukiingia katika maombi tutapata vitu. Leo nimekuwa nikiomba saa 9 asubuhi, nikiamkia asubuhi, kuna vitu vikubwa nimekuwa nikilala nikipewa sana. Nikajua shetani ni mkora na amejua mbinu zaidi ya kwamba Mkristo huyu akiwa mtaifu akusane, kuna mwenzake hatamsaidia, kwa maana kuna huyo mwenzako mwenye naomba naye anaweza kuwa na ufunuo juu yako. Sasa shetani amekundua mbinu, anatupiga vita, lakini nataka nikufundishe na nikutie moyo Mkristo mwenzangu, ya kwamba kuna nafasi imefika, tusimame katika kitete, shetani asinyoshe mkono. Ile nilikuwa nakueleza jana kwa maombi, ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Matendo chapter number 12, Biblia inasema kwamba Herode alikuwa na mazoea, akashika Yakobo, na shika Yakobo alienda akamuua, na alipomuua akawa na mazoea tena kuja kushika Petero. Lakini kanisa likaomba kwa juhudi. Tunapoomba kwa juhudi, kuna vitu vinavunjika. Naweza sema hivi walichukua picha yako, naweza sema hivi walichukua nguo yako, naweza sema hivi walichukua nywele yako, naweza sema hivi wamechukua vitu vyako wamekalia, na umekuwa mtumwa, na wewe mkali tu unafanya tu ibada ile au kawaida. Wacha nikueleze kitu kimoja, mimi naweza sema hivi, afadhali nifanye haki ambayo inamtumikia Mungu, kwa maana mimi najua kesho ndakufa, lakini kama ndakufa na before nikufe tukutane nao, na Mungu ametupa uwezo na mamlaka. Kuna vitu vingine usiokope Mkristo mwenzangu. Wacha kuokopa wachawi, wacha kuokopa watu wanavuka majini. Face the situation na kuombea kwa jina la Yesu, na kuombea kibali ya Bwana. Warudi hii mwezi wa 8, wote walioinua vita juu ya maisha yako, ninawapoint kidole, wanaenda kushut down. Ninawapea roho ya mauti, ninawapea roho ya kuchanganyikiwa, ninawatumia roho ya kukwama, ninawatumia roho ya kuchanganyikiwa kwa maisha yao. Wawezi kupigana watoto wetu na tunyamaze, wawezi kuja kwa ndoa zetu na tunyamaze, wawezi kuja kwa watoto wetu tunyamaze. Tunatangaza kule kwao kutelezeka, natangaza kupiga, natangaza wapigwe na upofu, natangaza kibali ya Bwana ishuke. Inasema kwamba akaambia Musa katika kitabu cha Kutoka chapter number 14 verse 13 to 14, hawa watu mnawaona, ambia wana wazee wanyamaza, hawa watu wanaona hawataona tena. Hawa wachawi wamewazuia kuja kwa maboma zenyu, hawa wachawi wamewazuia kuja kwa nyumba zenu, wamewazuia kuja kwa biashara zenu, wamewazuia kuja kwa baadhi wanaotumia madawa yote, hata akiwa Mkristo lakini anatumia madawa ya giza. Inatangaza kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya Yesu aliyenipea. Biblia inasema katika Isaya 61, roho wa Bwana hu juu yangu, tangaza waliofungwa kufunguliwa. Unaelewa? Pengine hujaelewa hii, nirudie tena. Roho wa Bwana hu juu yangu, tangaza waliofungwa kufunguliwa. Wachawi hatuwezi waachia chochote ambao mliba kwa watoto wetu. Hatuwezi acha nyumba zetu zikavunjike kwa ajili wewe atuweni mchawi. Roho wa Bwana hu juu yangu kutangaza waliofungwa kufunguliwa. Nimetangaza hali ya tahadhari kuanzia leo. Wachawi hata kanisani kwangu kama huko, naanza kusarenda. Waganga kama huko, anza kusarenda. Kwa area yenye nahudumia kanisa mita 300 kama mchawi huko, anza kusarenda bure, moto inaenda kukamata. Kama uliguza mshirika wangu yote na uko nyumbani, na meanza kutangaza hali ya tahadhari. Afadhali nifunge nisikule nikufe, lakini mchawi sitakubali ucheze kama maisha yetu. Sitakubali uroge watoto wetu. Hapana. Una uwezo. Biblia inasema kwamba nimekupa uwezo na mamlaka
ninafunga kila vioski za wachawi zote, ninafunga kila Baba, katika jina la Yesu ninatangaza ukuna mamlaka, nguvu zako zenye kibali na uwezo Bwana, nguvu zinazohamisha milima, hamisha kila roho ya uchawi kwa wapendwa, nguvu zako zinazotawala na kuponya Baba, na kuita kuanzia la Yesu, chochote kinachoinuka kwa mshirika mwenzangu, chochote kinachoinuka kwa mtoto wangu wa kiroho, kila kwa mashako, kwa Nairobi, kwa hapi Baba, natumana moto, ninatuma kombora la moto likafike kule nyumbani, huyo mama akapigwa na upovu, yule mzee akapigwa na upovu, yule kijana yeuzika na uchawi akapigwa na ukovu. Ninadai nafsi kuokoka na kukuabudu, kila network ya kuzimu kwa jina la Yesu ninaachilia nguvu zako zishuke kwa damu ya Yesu Kristo, na waachilia mamlaka zako Bwana. Zaburi 91 ya kwamba Mungu nasema kwamba mstari wa 11 utaagiza malaika watawalinda. Nasema katika Zaburi chapter number 2 ya kwamba tukate kamba zao, hizo kamba zote zilizoinuliwa kwa watoto wangu wa kiroho, hizo kamba zilizoinuliwa za kuwafunga wawe watumwa, nimeinua sauti nikitangaza jina la yako ya kwamba Bwana, katika mchana wa leo hizo kamba zikavunjike, hizo kamba zikavunjike, hizo kamba zikakatike kwa damu ya Yesu. Kamba zote za waganga na wachawi zilizoinuliwa kwa ajili ya watoto wako Baba, hiyo ni Zaburi chapter number 2 verse 3. Kamba zote tusikate, na kata hizo kamba za wachawi, na kata hizo kamba za ndoto chafu na kuwatembelea usiku na kuwaletea ndoto. Ninatuma mkombora la moto in the name of Jesus, ikatike, ikatike, hikatige, 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 hikatige katika jina la Yesu. Kama anayeumwa na kichwa sahi, ninatuma nguvu ikatizo roho. Anayeumwa na kifua na mgongo na miguu, anayeumwa na diabetes, ninatuma moto, ninatuma moto katika hizo mwili, natuma moto, natuma moto katika hiyo kichwa, natuma moto, ikatige kila roho ya uchawi iliyotuma, wanaita jina lake ikatige, wanaita damu yake walioichukua picha yake wakaleta kwa uchawi, hizo zote natuma kombora ya fire, name of Jesus, fire, name of Jesus, fire, name of Jesus, fire, name of Jesus, kwa damu ya Yesu Kristo, be free. Shetani hana uwezo kwako tena, na kutangazia ulinzi wa Bwana. Bwana akulinde, akutunze, akuweke huru. In Jesus name I pray and then I believe. Shalom, shalom. Mungu akubariki, Mungu akutende makuu. Tutafute katika Facebook Christ Freedom Worshiping Center, tutafute katika TikTok tuko, tutafute katika YouTube tuko, utatupata. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Raundi hii tumetangaza hatari, na hatari imeshaanza kutangazwa, na Mungu akuweke huru mwanangu, na akulinde in Jesus name.